that is entitled The Seven Components Okay. in Drawing Close to Yah. Okay. So I want to teach in Swahili language. Yes. Kwa hivyo ningependa nikalete neno hili ambalo Mwenyezi amenipa nikaweze kufikia mtu hata kama ni mmoja, wherever you are. Ninaomba kwamba ukaweze kunipa sikio. I just need your audience ili tukaweze kushirikiana pamoja kwa neno hili ambalo Yah ameweza kunipa, ili hata na wewe ukaweze kushirikishwa kwa neno hili. Popote ulipo, ninaomba tukaweze kunipa sikio lako. Ningependa kuzungumzia kuhusu hatua 7 za kusonga kwa Yah, ambaye ni Mwenyezi, mwenye enzi. Ukisema jina Yah, ni kama tunasema Yahweh. Tumezoea kusema Mungu. You know, we are used to say God. But the really name that we ought to use ni Yah, kumaanisha mwenye enzi, aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. So tunatumia jina Yah, hatutumii jina Mungu. Kwa hivyo jinsi ambavyo nimesema kuhusu hatua 7 za kusongea ama kusonga karibu na Yah, ama kufanyika kuwa rafiki wa Yah, kwa sababu mwenye enzi ambaye ni muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo anatamani awe na uhusiano wa kiundani wa ukaribu na wewe, jinsi ulivyo. Hauko jinsi ulivyo kwa sababu ya uwezo wako, kwa sababu ya nguvu zako, kwa sababu ya akili zako, bali uko jinsi ulivyo kwa sababu ya mwenye enzi, kwa sababu ya muumba mbingu na nchi na makusudi yake. His purpose ni kwamba ufanyike kuwa rafiki iwake. Kwa hivyo nimeweza kunakili components, hatua 7 ya kusongea karibu na mwenye enzi. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kufanya uamuzi. Kufanya uamuzi. Yah anataka aone mtu akifanya uamuzi, that is making a decision. Hilo ni jambo moja kuu sana kwa mwanadamu kuweza kufanya uamuzi. Maana katika kufanya uamuzi, baada ya kujielewa na kujitambua kuwa wewe ni nani katika dunia hii, basi utaweza kuzingatia na kuona makusudi yake mwenye enzi, kwamba alikuumba wewe na mimi ili tukaweze kusonga karibu na yeye, ili tumfanye awe baba katika maisha yetu, tumchukue yeye kuwa baba. Maana katika uamuzi, hivyo ndivyo hata shetani anavyoteka mawazo ya wanadamu na kuwafanya wachukue uamuzi usiofaa, uamuzi usiompendeza Yah. Na hivyo basi mwanadamu anajikuta akitawaliwa na nguvu za giza. Kwa hivyo basi lazima tuweze kuchukua hatua, tufanye hatua kwa kufanya uamuzi. Uamuzi tu ndio ambao utakusaidia wewe kuweza kusonga karibu na Yah. Na unaposonga karibu na Yah, basi utakuwa rafiki mwema, atakusikiliza kwa lolote utakalolinena, na hata ataweza kutenda sawasawa na vile unavyotaka na unavyokusudia, kwa sababu
utakuwa umefanya uamuzi sahihi. Kwa hivyo jambo la pili, hatua ya pili ya kusonga karibu na mwenye enzi ni kupitia maombi. Kupitia maombi. Biblia inasema katika Wathesalonike kwamba let us not cease from praying, kwamba tusiche tukagoma kuhusu maombi. Aya anataka one tukiwa wana ambao tunasonga karibu na yeye kupitia kwa maombi. Maana maombi ni njia moja ya kuwasiliana na mwenye enzi. Njia ya kipekee ya kuwasiliana na mwenye enzi ambaye ni muumba mbingu na nchi ni kuweza kuenenda katika maombi. Maombi ni namna ya kuongea na mwenye enzi. Na katika maombi unafika kiwango cha kuomba kitumia kinywa chako, ukitaja mambo yale ungependa ya akaweze kutendea. Na vile vile lazima ukafike kiwango kile ambacho pia utamsikiliza ya ili akaweze kunena pamoja nawe kupitia kwa Roho aliyotenga, ambaye tunasema Roho Mtakatifu, the set apart spirit. You will be convicted. Ni kwa sababu njia moja ambayo inastahili wewe na mimi kufanya ama kunena na mwenye enzi ni kupitia maombi. Kwa hivyo maombi ni jambo la kipekee sana ambalo wewe na mimi inafaa tufanye. Na katika maombi tutaweza hata kukumbuka wenzetu, hata walio wagonjwa, those who are sick, those who are frustrated. Tunaweza kuwakumbuka. We can remember them by prayers. So kwa hivyo mwenye enzi anakusudia aone ya kwamba tumechukua hatua ya kusonga karibu na yeye kwa kuachana na mambo yasiyofaa, ili tukaweze kuunganika pamoja na yeye kupitia kwa maombi. Maana maombi ni silaha moja ya kuweza kumshinda shetani. Prayer is a weapon of defeating Satan. Na hivyo ndivyo Mungu ametupa neema na roho ya kuweza kuomba. Kuna maombi ambayo tunasema intercession. Maombi hata ya kukumbuka wenzetu katika maombi. Na ndiposa hata kuna sala ya Bwana tunasema Yahoshua's prayer ambayo tumezoea kusema the Lord's Prayer. So we must understand the way ambavyo nastahili kuomba. Na ndiposa Biblia inasema our Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kwa hivyo yeye ni chanzo, he is the source. Katika maombi kuna mambo mengi yataweza kufanyika, kuna mambo mengi ataweza kuyatenda juu ya maisha yetu. Jambo la tatu baada ya maombi vile vile tuko na fasting. Fasting ambayo tunasema kufunga. Kwa hivyo kufunga, it's a way of abstaining ourselves from certain things. You can abstain from eating, you can abstain as a husband to a wife. You can abstain from sexual intercourse. You abstain from certain important things that you are used to do, ili ukaweze kuwa mbele za Bwana. Na hiyo inamaanisha kwamba the inner man will be strong than the outer man. The inner man ataonekana kuwa weak, the inner man ataonekana kuwa strong
wakati unapoendelea kuomba, the inner man atakuwa mwenye nguvu, will be more strong, you will be strengthened. Unaona mambo kama hayo, na hivyo basi itasababisha, it will cause Yah to reveal his mystery upon us. So lazima tuelewe kwamba njia ama hatua zinazostahili wewe na mimi kuchukua na kusonga karibu na mwenye enzi ni kupitia katika kufunga na kuomba. Haleluya, haleluya. Inastahili kwa sababu Yesu wanafunzi wa Yesu wakaletewa mtoto aliyekuwa amepakawa, aliyekuwa anakufa kifafa. Kuna wale ambao walikuwa mahali pale wakaletewa, ambao ni wanafunzi wa Yesu, the disciples of Jesus, ambaye sasa jina kamili ni Yahoshua. Yahoshua ambaye tumezoea kusema Yesu. Yahoshua, the Hebrew name for Jesus is Yahoshua. Tunaona ya kwamba akaletewa, wanafunzi wake wakaletewa msichana aliyekuwa na kifafa, epilepsy, and they were unable to heal that girl. Na the mother of the girl went to Yahoshua, alimwendea Yahoshua na kuuliza kwamba nimeleta mwanangu kwa wanafunzi wako, have brought my girl to your disciples, but they are unable to heal. Na within no time Yahoshua akasema nileteni huyo mtoto, na alipoletewa Yahoshua aliweza kukemea pepo la kifafa, the spirit of epilepsy, iliweza kumuondoka huyo mtoto. Basi na wanafunzi, the disciples asked Yahoshua, why were we unable to cast out that spirit? And Yahoshua answered them that such like things need fasting. So kwa hivyo kuna baadhi ya mambo katika maisha ya mwanadamu ambayo tunahitaji kufunga na kuomba. By fasting and prayers we are going to conquer the enemy. We are going to bring the enemy under our footstools. Hallelujah. Kwa hivyo kufunga, fasting is key to each and every person. So Yahoshua anahitaji wewe na mimi tukaweze kusonga karibu na yeye kupitia kwa kufunga na hata kuomba. Jambo la nne, kupitia kwa cleansing, utakaso. Cleansing, tunasema utakaso. Ni kwa nini utakaso? Ni kwa sababu watu wengi wamekuwa chini ya utawala wa kishetani. So we are much contaminated as human beings. We are being defiled by the evil spirits. So we come closer to Yah by cleansing ourselves, by consecrating ourselves by the precious blood, kupitia kwa damu ya Yahoshua aliyotoa pale msalabani. Kwa sababu kwa njia kama hiyo hatuwezi mpendeza Mungu, hatuwezi mpendeza Yah ambaye ni mwenye enzi kupitia pasipo utakaso. Kwa hivyo utakaso ni jambo la muhimu sana kwa ajili yako na mimi, kwamba tutaweza kumpendeza tu Mungu kupitia kwa utakaso. Utakaso unakuja vile vile hata kupitia kwa toba, that is repentance. Tunapotubu mbele za Yah, tunatubu dhambi zetu na kusema Yah, nisamee, mimi ni mwanao, nimekuja, mimi ni mwenye dhambi. For the Bible says in Romans 3:23 that we have all sinned and ran short of the glory of Yah. So lazima tukubali kwamba sisi tumetenda dhambi, na tunaposonga karibu na yeye lazima tukaweze kutakasika. We just need to be cleansed. Ukisoma Warumi 6:23, Romans 6
23, the Bible says, the gift, the wages of sin is death, but the gift of Yah is eternal life. So lazima tuelewe haya mambo, ni kwa sababu Yah anataka tukaweze kutakazika ili tukaweze kumpendeza yeye. Hiyo ni njia moja ya kusonga karibu naye. Anataka tukaweze kusonga karibu na yeye kupitia utakaso. Haleluya. Jambo la 5 ni hata tunasonga karibu na yeye. Hatua ya 5 ni kupitia kwa worship. Worship hii inamaanisha kuabudu, kwamba tunasonga karibu na Yah kupitia kuabudu. Tunaabudu Yah kupitia kwa nyimbo mbalimbali, nyimbo zinazolitukuza jina la Baba, by singing spiritual songs. We have been given the set apart spirit that enables us to worship him through songs, and by so doing, tunapofanya hivyo basi itakuwa ni njia moja ya kusonga karibu na Yah. Haleluya, haleluya. Inapendeza sana Yah akiona wana wake wanamwabudu. Kuabudu Yah ni jambo la kipekee sana. Unajua, hakuna jambo lingine la muhimu kama kumwabudu Yah. Anataka tukaweze kumwabudu. To worship Yah is because the word worship is worthy, is like it deserves to be worshipped. Something that is worthy, you bow before it, na ndiposa sasa lazima tuelewe, even kneeling, going down to our knees, lifting up our hands, singing, by so doing tutakuwa tunamwabudu Mungu, speaking nice names towards him. Hiyo ni njia moja ya kumwabudu Yah. Hakuna njia nyingine ya kumpendeza Yah pasipo vilevile kuweza kumwabudu katika nyimbo. Haleluya, haleluya. Anapendezwa tunaposonga karibu na yeye kupitia kwa nyimbo mbalimbali, nyimbo za kiroho. Haleluya. Hatua ya 6 ni research, ni kufanya research. Haleluya. Kwamba sisi kama wanadamu, we are unique in positions. Kila mwanadamu amewekwa katika nafasi ya kipekee. Kila mwanadamu anafanya research kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ametoka wapi, amefika wapi, ni nani ametoka katika uzao upi, walifanya nini, walifanikiwa kwa njia gani, nini walifanya, kama ni masomo walisoma wakafika wapi, kama ni mali walipata mali kwa kiwango gani, ni nini walifanya. So kuna research ambayo bado inaendelea. We still have got people who are doing research because we are unique. Each and every one of us is unique. So, kwa hivyo lazima tuelewe kwamba Yah anahitaji aone kila mmoja akiwa mtu wa kipekee, maana kila mmoja amepewa nafasi yake, amepewa majukumu ya kufanya na mwenye enzi, ili siku moja kila mmoja atapeana hesabu. We shall be accountable for every word, for whatever we do, we shall be accountable before Yah. So lazima tuelewe kwamba whatever we do, it is accountable. He is watching us. So tumepewa hiyo nafasi ya kufanya research ili tukaweze siku moja kuweka mbele yake yote ambayo tumeyafanya hapa duniani. Haleluya, haleluya. Labda hatua ya mwisho ambayo ningependa niseme ni action, kumaanisha matendo. Matendo, in other words, giving a service to him.
in which way are you giving a service to Yah? Because at the end of the day, Yah is watching over us. He wants to see our deeds. He wants to see our actions, kwamba matendo yetu ndiyo itakayoweza kutubeba. You know, our actions, our deeds shall go before him, and we shall be judged depending to our deeds that we have done on this earth. So the service that we are offering, it is key before Yah. So lazima tuelewe kwamba matendo yetu ndiyo itakayoweza kutubeba mbele za Mungu ambaye tunasema ni mwenye enzi, Yah ambaye aliyeumba mbingu na nchi. Basi nikisoma kitabu cha Mathayo ambacho tunasema Mathiyahu, sura ya 22 mstari wa 36 hadi 37. That is Mathiyahu 22 36 to 37. Tukawa na Wafarisayo wakamujia Yahoshua na kumuuliza kwamba katika Torati in the law of Moses, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? You know, katika Torati, in the law of Moses, which commandment is highest? Which commandment are we supposed to follow? Kuna Torati ambayo tunasema ni amri kuu ambayo inastahili kufuata. Ni amri ipi? Kwa hivyo Mafarisayo wakamwendea Yahoshua ambaye ni Yesu, wakamuuliza ni amri ipi ambayo ni kuu, the greatest commandment. Na hivyo basi Yahoshua ambaye ni Yesu akawaambia amri kuu, the greatest commandment is love your God, that is love your Lord, love your Yah, mpende mwenye enzi na mpende mwenye enzi, mpende muumba mbingu na nchi wako na moyo wako wote. Upende mwenye enzi na moyo wako wote na kwa roho yako yote. Love him with all your heart, with all your spirit, with all your mind. Kwamba mpende na moyo wako wote na roho yako yote na akili yako yote. Kwa nini anasema mpende na moyo wako wote? Tunastahili kumpenda kwa sababu Yahoshua ambaye tunasema Yesu asemi kwamba munipende mimi. Yesu anasema mumpende yeye ambaye ni muumba mbingu na nchi. Do not love me. Yahoshua did not tell them to love him, but he told them to love Yah, that love the Father Almighty with all your heart, with all your strength. You know, so lazima tukaelewe kwamba ni vyema tukaweze kumpenda yeye, maana unapompenda mtu utatamani kusonga karibu na yeye. When you love somebody, you will desire to draw closer to him or her. That is the intention of Almighty Creator. He wants us to draw near to him because he wants to draw near to us. So we should not hesitate by drawing near to him. He's waiting someone. He's waiting for you to draw near to him. He wants to listen to you. Hallelujah. Na ndiposa Biblia inasema kwamba Yahoshua answered them and said, love the Father with all your heart,
not partially. Your heart, the entire of your heart need to love him. Hallelujah. Your strength, all of your strength need to love him. Strength, that is the power that is within us, that we need to devote ourselves by serving him wholeheartedly. Hallelujah. Anataka tujitolee tukaweze kumtumikia yeye kwa kusonga karibu na yeye. The key thing here that Yah wants from us is to draw near to him. Just like a father who has a child, you would want to see your child drawing near to you, coming closer to you. And by so doing, you will be able maybe to speak to him, to exchange ideas, such like things. Hivyo ndivyo hata mwenye enzi anataka kwetu. That is his purpose. That is why he created us, that we may come close to him, to make a friendship, to have a good rapport with him. Hallelujah, hallelujah. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji popote ulipo, ujumbe huu ni wa mtu mmoja tu. Sijui huyo mtu mmoja ni nani, labda ni wewe. Ni kwa sababu mwenye enzi anakupenda. Almighty Father loves you, he cares for you, and he wants you to draw closer to him, come closer to him. He wants to dispense himself through you. He wants to release his set apart spirit to be mingled in you, to be saturated in you. Kwa sababu kupitia kwa hiyo atafurahi. He will rejoice, and you will also rejoice when you draw closer to him. Kwa sababu at the end of the day anataka aone kwamba maisha yako inabadilika. He wants to transform our lives. He wants to turn around things that is surrounding us, things that the devil is using to attack us. In the name of Yahoshua, we are going to overcome. Kwa hivyo ninataka niseme asanteni sana, ni kwa sababu hizi vipengele, hizi hatua 7 ni hatua ambazo mwenye enzi anataka tukaweze kufuatilia, ili tukaona ya kwamba tumempenda yeye peke yake, maana ana wivu. He is jealous. He is jealous. He wants to see that we love him. Anataka aone kuwa tunampenda yeye. Na unapopenda mtu mwingine, watu leo hii wanapenda mambo mengine, wanapenda mambo yanayohusiana na shetani. So kwa hivyo wacha na Yah atusaidie, Yah atupe nguvu, Yah atutetee, Yah atuonekanie, ili tukaweze kuona ya kwamba jambo linalofaa sana kwa maisha ya mwanadamu, wewe na mimi, ni kusonga karibu na yeye, kufanya urafiki na yeye. Na tunafanyaje urafiki na yeye? Ni kuchukua uamuzi. Kuchukua uamuzi. Biblia inasema ni Romans 10:17 that faith comes by hearing. For you to have emuna, it is by hearing the word of Yah. It is by hearing the word of Yah. And for those who will call upon the name of Yah shall not be ashamed. Hallelujah. Hawataweza kuaibika, bali wataweza kutiwa nguvu. Kwa hivyo ninaomba kwamba tukaweze kutiwa nguvu, kwa sababu njia moja ya kipekee ambayo Yah anataka aone kwetu. Kwa hivyo nasema asanteni sana, asanteni sana. Thank you so much. I want to take this opportunity to say thank you so much for listening to my teachings. And this is just part 1. We have begun these lessons, and we are going to continue. So I beg to cease from there. Shalom, 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 shalom. God bless you. Yah bless you. Yah do you good. Let's meet again next time. Asanteni sana. Na nawakaribisha nyote katika somo hili la Swahili. Hallelujah. Amen. Shalom, brother. Thank you so much.